Arusha oye! Kazi na utu. Kazi na utu. Kazi na utu. Hiyo ndo salamu mpya. Imezinduliwa na Chama cha Mapinduzi kusisitiza umuhimu wa kazi, lakini tukiheshimu utu ili tuweze kusonga mbele. Na kwa kuwa zoezi hili wanasheria wamekuja kufanya kazi ili kulinda utu wa Wanaarusha ili tuweze kusonga mbele, na ndio maana nimeitumia hapa. Kwa hiyo niwaombe Wanaarusha wote tutambue hiyo salamu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha na mgeni wetu rasmi Paul Christian Makonda, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali Hamza Johari. Kuna mtu mmoja alimsema mwanasheria wa serikali. Hapana, huyu ni mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa Joseph Anania Tadayo, mjumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge, ambaye leo anawakilisha Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, ndugu Amoni Mpanju, naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Rasi wa mkoa wetu wa Arusha, Mheshimiwa mbunge Edward Ole Kaita, mjumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge na wakili msomi. Natambua uwepo wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenyeji akiambatana na wakuu wa wilaya wengine wote. Natambua uwepo wa mkurugenzi wa jiji la Arusha, ndugu yangu Kayombo. Natambua uwepo wa kuu ya mkoa pamoja na kuu ya wilaya. Natambua uwepo wa Bi Esther Msambazi ambaye anamwakilisha katibu mkuu. Viongozi wote tulioketi meza kuu, wananchi wa Arusha, wanasheria wasomi, waandishi wa habari na sisi sote tulioko hapa. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nchi kama hii ya kwetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyokwenda kwa amani na utulivu mkubwa, tunajipatia maendeleo kiasi kwamba nchi nyingi zinatamani kuwa kama sisi. Sio kwa uwezo wetu, bali ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, mwenyekiti wa chama tawala, kwa namna ambavyo anaiongoza nchi, hususani sisi katika sekta ya sheria. Katika sekta ya sheria, Mheshimiwa Rais amekuwa akisimamia haki kwa wananchi wake. Anahakikisha kila Mtanzania popote alipo anapata haki yake. Mnakumbuka aliunda tume ya haki jinai ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapoingia katika mfumo wa jinai anapata haki yake. Sasa hivi amekuja na haki madai. Lakini ukiziangalia 4R za Mheshimiwa Rais zinalenga haki, zinalenga maridhiano, zinalenga maendeleo. Mheshimiwa Rais amekuwa ni rais wa maendeleo. Lakini sisi tunamshukuru zaidi
Mpango huu wa msaada wa kisheria wa Mama Samia ni maono yake, ni maelekezo yake. Wananchi wote ambao tunanufaika na msaada huu tukae tukijua kwamba haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tumpigie makofi sana. Lakini kwa watu wa Arusha mmependelewa zaidi. Mwezi huu wa 3 mwaka 2025 msaada wa kisheria unakuja mkoa wa Arusha kwa mara ya pili. Ndani ya mwezi mmoja msaada unakuja kwa mara ya pili. Hakuna mkoa ambao umepata bahati hiyo. Mmepata bahati hiyo kwa sababu kwanza mna mkuu wa mkoa mzuri. Mkuu wa mkoa anayejua kazi yake. Mkuu wa mkoa anayewajua wana Arusha na mahitaji yao. Mkuu wa mkoa ambaye amejitolea kuwapambania. Lakini pili, kwa sababu Mheshimiwa Rais anawapenda sana wana Arusha. Sana sana sana. Na nyinyi Waswahili wanasema mpende akupendaye. Msinganganie na watu ambao hawapendi, hasa ambao wanaonekana katika mwaka wa uchaguzi tu. Mheshimiwa Samia amesimama na wana Arusha kipindi chote cha uongozi wake. Na ndio maana katika mwezi huu wa 3 sisi kwa maelekezo yake na kwa ushujaa wa mkuu wa mkoa wa Arusha tunakuja Arusha mara 2. Mkuu wa mkoa wa Arusha ni mbunifu sana. Toka amekuja Arusha amekuwa akibuni mambo ya kimaendeleo kwa wana Arusha. Matukio yenye tija na maslahi kwa wana Arusha. Sio kila kiongozi anakuwa na sifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Arusha ni mchapakazi. Muda wote yuko kazini anawatumikia wana Arusha. Huu ni upendo mkubwa sana alionao kwa watu wake wa Arusha. Mkuu wa mkoa wa Arusha ni mzalendo. Ni mzalendo kweli kweli. Ndio maana anajitoa kizalendo kuhakikisha Arusha inapata maendeleo. Na Waswahili wanasema, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, chanda chema uvikwa pete. Wewe ni chanda chema. Wana Arusha hawa, mwitikio huu unaouona leo ndio kukuvika pete yenyewe. Mwitikio tuliouona jana kwenye iftar pale ndio kuvika pete yenyewe. Mwitikio tuliouona kwenye ile Land Rover Festival ndio kuvikwa pete yenyewe. Mwitikio tuliouona siku ya mwaka mpya pale Clock Tower ndio kuvikwa pete yenyewe. Na sisi Wizara ya Katiba na Sheria kukuomba wewe uwe mgeni rasmi katika siku ya leo ndio kuvikwa pete yenyewe. Hongera sana. Ndugu zangu wana Arusha, swala hili la msaada wa kisheria lina chimbuko zake. Chimbuko namba 1 ni maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye alinipigia simu mimi kama waziri mwezi Januari mwaka 2023 kunielekeza tutekeleze msaada wa kisheria. Yeye hakusema tuupe jina lake, lakini kwa sababu sisi tuliona wazo hili limetoka kwake, maelekezo haya yametoka kwake, ndio maana tukaita Mama Samia Legal Aid Campaign. Ili Watanzania na walimwengu popote walipo wajue kwamba nani mwanzilishi wa jambo hili jema.
ili kizazi na kizazi kiweze kukumbuka wema wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wake. Lakini Mheshimiwa Rais wakati anakuja na maelekezo hayo alikuwa anaongozwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Ilani ya CCM katika ibara ya 122 imeelezea ya kwamba serikali ya CCM itatoa elimu na msaada wa kisheria kwa wananchi ili wananchi wazifahamu sheria na kuondoa migogoro. Lakini Mheshimiwa Rais aliongozwa na sheria ya utoaji wa msaada wa kisheria ya mwaka 2017. Sheria hiyo ilitungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo kuna waheshimiwa wabunge hapa, Mheshimiwa Tadayo, Mheshimiwa Keita, na mimi nimesimama hapa pia ni mbunge. Mwaka 2017 bunge lilitunga sheria ili wananchi waweze kupata msaada wa kisheria bure kabisa. Na bunge hili linaongozwa kwa wingi sana na wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naweza kudiriki kusema kwamba wabunge wa CCM walitunga sheria hii mwaka 2017 kuwanufaisha Watanzania. Na sisitiza hili kwa kuwa wapo watu ambao wanabeza sana bunge na wabunge. Lakini jambo hili ni jema na manufaa kwa wananchi. Ukiona jambo hili linafungamanishwa na haki za binadamu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alitamani wananchi wake waweze kupata haki za binadamu. Na tunapoongea haki za binadamu, watu wengi wanakuwa na mtazamo finyu. Haki za binadamu zinawekwa katika vizazi tofauti au mafungu tofauti. Fungu la kwanza linashughulikia haki za kisiasa na za kiraia. Na hizi ndio wengi wanazisikia. Na wanasiasa wengi wanapenda kuziongelea hizi tu, hawasemi nyingine. Watakwambia haki ya kuandamana, haki ya kugombea, haki ya kuchaguliwa. Hizi ni haki za kizazi cha kwanza, haki za kiraia na za kisiasa. Lakini katika kizazi cha pili cha haki za binadamu, tunaziona haki za kijamii, haki za kiuchumi na haki za kitamaduni. Hizi mara nyingi wananchi hamuambiwi. Katika haki za kijamii, una haki ya kupata huduma za kijamii kama elimu, afya, maji, usafiri, barabara na huduma nyingine za kijamii. Hizo ni haki za binadamu. Ukiona Samia anajenga shule, ujue ni haki za binadamu. Ukiona Samia anajenga hospitali, ujue ni haki za binadamu. Ukiona Samia anajenga barabara, ujue haki za binadamu. Ukiona Samia anakuletea maji, ujue ni haki za binadamu. Na kwa kipimo hiki Samia ametekeleza haki za binadamu kwa 100%. Lakini pia haki za kiuchumi zinaingia hapa. Haki za kufanya kazi, haki za kufanya biashara, na Arusha nyinyi ni wanabiashara sana. Haki za kulipwa stahiki baada ya kufanya kazi hizo. Kwa kuleta Royal Tour peke yake, Mheshimiwa Rais ametekeleza haki za binadamu. Kwa sababu ni haki ya kiuchumi, wafanya biashara wa utalii wanafanya biashara. Sasa msaada huu wa kisheria ni sehemu ya utekelezaji wa haki za binadamu. Lakini inaonyesha kwamba rais tuliokuwa naye ni rais mwenye maono makubwa sana na mwenye mapenzi ya dhati kwa wananchi wake. Kama tumemsikiliza mshairi ambaye amemaliza kugani shairi lake hapa, unaona ni kweli Mheshimiwa Rais ana mapenzi na watu wake. Mheshimiwa mgeni rasmi na wananchi wote wa Arusha,
Arusha ni mkoa wa 23 kufikiwa na msaada wa kisheria wa Mama Samia. Wataalamu hawa kwa maelekezo ya Rais na kwa usimamizi wa wizara na taasisi zake wamekwenda kwenye mikoa 22. Leo tunakanyaga mkoa wetu wa 23. Mikoa ambayo tumeshapita tayari ni Dodoma, Manyara, Shinyanga, Ruvuma, Simiyu, Singida, Njombe, Iringa, Mara, Songwe, Morogoro, Kigoma, Katavi, Tabora, Geita, Mtwara, Kilimanjaro, Mwanza, Pwani, Rukwa, Lindi, Mbeya na leo tuko Arusha. Katika mikoa hiyo 23 tumefika kwenye halmashauri 154. Tumefika kwenye kata 1639. Tumefika kwenye vijiji 4897. Tumeweza kukutana na Watanzania mmoja mmoja, kuwasikiliza kero zao na changamoto zao za kisheria. Watanzania 2,192,372. Kati ya hao wanaume ni 1,88,457 na wanawake ni 1,01,03,915. Hawa ni wale ambao tumewafikia mmoja mmoja kwa kukaa nao, kuwasikiliza na kuongea na kuondoa changamoto zao. Lakini kupitia vyombo vya habari kama tulivyo leo hapa, tunafuatiliwa na vyombo vya habari duniani kote, nchi nzima, mikoa yote, wilaya zote. Tumeweza kufikia Watanzania milioni 43. Watanzania hawa milioni 43 wamepata elimu ya kuwafikia watu mbalimbali. Sasa tumeona jambo hili ni jema, hivyo wizara imeweka mpango endelevu na tumekuja na mkakati ili jambo hili liweze kuwa la kudumu. Mikakati ambayo tumejiwekea: kwanza, tumeanzisha madawati ya msaada wa kisheria katika kila halmashauri. Kwa kila halmashauri ina maafisa wa maendeleo ya jamii ambao wanatekeleza msaada wa kisheria baada ya siku hizi 10 tutakazo kuwepo mkoa wa Arusha. Kwa hiyo ukiwa na tatizo baada ya siku 10 hizi, wewe Mtanzania, nenda katika halmashauri yako, uliza maafisa maendeleo ya jamii wanayeshughulikia msaada wa kisheria. Lakini pili, tumeingia makubaliano na chama cha mawakili wa Tanganyika na leo wamewakilishwa hapa. Chama cha mawakili kinatoa msaada huo kwa Watanzania wote ili kuweza kuendelea baada ya siku 10 hizi za kampeni. Tatu, tumetoa mafunzo kwa paralegal wasaidizi wa kisheria hawa 216 ndani ya mwaka huu wa fedha. Hivyo kwa nchi nzima tuna paralegal 22,005 ambao wanaendelea kufanya kazi hii. 4, tumeongea na vyuo vikuu mbalimbali ikiwemo Chuo Kikuu Huria ambacho tunaingia nao makubaliano ya kuendelea kutoa msaada wa kisheria katika kila ofisi ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ambazo zipo katika kila mkoa. Kwa sababu Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na vyuo vikuu vingine
vina vitengo vya msaada wa kisheria, hivyo tutaungana nao kutoa msaada huo wa kisheria. Kampeni hii itakwenda kwa siku 10 katika mkoa wa Arusha. Inakwenda katika halmashauri zote za mkoa wa Arusha. Inakwenda katika kata zote za mkoa wa Arusha. Inakwenda katika vijiji vyote vya mkoa wa Arusha. Na Mheshimiwa Rais ameshalipia gharama zote ili wananchi wake wa mkoa wa Arusha na Watanzania wote waweze kupata huduma hii bure kabisa. Hivyo mwananchi utakiwi kuilipia huduma hii. Gharama zako ni kwenda kwenye sehemu ambapo msaada huo unatoka. Nauli ile ya kwenda na kurudi ndio gharama yako. Mengine yote mama yetu, kipenzi chetu, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametulipia. Na hii ndio faida ya kuwa na rais mwanamke. Rais mwenye mapenzi na wananchi wake. Na niwaombe kwenye hili, sisi hatuna cha kumlipa isipokuwa ikifika Oktoba, maana kule kwenye Chama cha Mapinduzi ameshapita. Ikifika Oktoba tukamlipe fadhila Mheshimiwa Rais kwa kusema mitano tena. Samia oye! Samia oye! Samia mitano tena! Samia mitano tena! Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa kampeni hii ya kisheria ambayo imekuja mkoani Arusha, tunategemea vyombo vyote vya serikali ambavyo viko chini yako vitashirikiana na wizara katika kutekeleza maagizo haya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi, maafisa tarafa, maafisa watendaji wa kata, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, tuhamasishe wananchi katika siku hizi 10 kujitokeza katika maeneo ambapo tutakwenda ili tuweze kushiriki shughuli hii. Na mimi kama kawaida yangu nimekuja sio kama waziri, nimekuja kama mwanasheria kushirikiana katika kutoa msaada huo. Na Jumatatu nikuombe Mheshimiwa mkuu wa mkoa nipangie wilaya ya Arumeru. Nitakuwepo pale kuanzia asubuhi mpaka jioni kutoa msaada wa kisheria. Na baada hapo tutaongea, utanipangia sehemu nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli hii ni ya kwako leo. Wewe ndio mgeni rasmi wetu. Mimi kazi yangu ilikuwa ni kusafisha njia tu ili uje hapa uongee na hadhara hii, na kupitia hadhara hii uongee na Watanzania popote pale walipo ili waweze kujua dhamira na mapenzi ya Mheshimiwa Rais kwa wananchi wake. Hivyo basi ninakuomba sasa kwa heshima na taadhima nikuinue uweze kujiongea katika membari hii na tuweze kukusikia na saa na maelekezo yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana.